Ninakusalimu kupitia jina la Yesu Kristo aliye hai. Mpendwa mtazamaji wangu popote ulipo, jina langu ninaitwa Mchungaji Lutengano Asajile Mwasongela. Ni mchungaji wa kanisa la Maranatha Miracle Center liliopo hapa manispaa ya Tabora, na ninachunga kanisa hili. Na wakati huu ninatamani nizungumze na wewe kitu cha muhimu sana kitakachoweza kusaidia maisha yako na familia yako popote unaponitazama. Lakini pia pengine utahitaji upige simu. Namba zangu ni 0787 627818 na Vodacom ni 0764 15 58 71. Na wakati huu nataka nizungumze na wewe. Kuna kitu ambacho Mungu amenipa niweze kuongea na wewe hapo unaponitazama. Kuna jambo la kipekee sana ambalo Mungu anakwenda kulifanya kwenye maisha yako, anakwenda kulifanya katika maisha yako, na maisha yako hayatabaki kama yalivyokuwa. Ninataka nizungumze na wewe juu ya somo la kichwa, tambua chanzo cha tatizo lako ili ushinde vita ulionayo. Mara nyingi sana usipojua chanzo cha hilo tatizo ulilonalo, unaweza kujikuta kwamba umepata shida kwa muda mrefu, umepata majanga kwa muda mrefu. Lakini ukijua chanzo cha hilo tatizo, ni rahisi sana kushinda hilo jaribu ambalo uko nalo. Kuna mambo mengine yanakusumbua kwa sababu tu haujajua chanzo cha hilo tatizo. Nataka nisome katika kitabu cha Samueli wa pili sura 21 kuanzia mstari ule wa kwanza mpaka mstari wa 4, na naomba twende pamoja. Biblia inasema kwamba kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka mitatu. Sikiliza vizuri. Kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka mitatu, mwaka kwa mwaka. Naye Daudi akautafuta uso wa Bwana. Naye Daudi, huyu mfalme huyu, akautafuta uso wa Bwana. Bwana akasema, ni kwa ajili ya Sauli na kwa nyumba yake yenye damu, kwa kuwa aliwaua hao wa Gibeoni. 2. Ndipo mfalme akawaita wa Gibeoni akawaambia, basi wa Gibeoni si wana wa Israeli, ila ni wa masalio ya Wamori, na wana wa Israeli walikuwa wamewapia. Lakini Sauli akawatafuta kuwaua katika juhudi zake kwa ajili ya wana wa Israeli na Yuda. Basi Daudi akamwambia hao wa Gibeoni, ni watende nini na kwa tendo gani nifanye upatanisho mpate kubariki urithi wa Bwana? 4. Na hao wa Gibeoni wakamwambia, si jambo la fedha wala dhahabu si jambo la fedha na wala dhahabu lililo kati ya sisi na Sauli au nyumba yake, wala si juu ya kumuua mtu yeyote katika Israeli. Sasa kumbuka, nimesema kwamba nataka niongee juu ya somo nililoipa kichwa, tambua chanzo cha tatizo lako ili ushinde vita ulionayo. Sasa Biblia inaongea namna ambavyo Daudi anaingia kwenye ufalme na hajui ni kitu gani kilichofanyika. Ameingia kwenye ufalme mwaka wa kwanza. Biblia inasema kwamba kulikuwa na njaa. Inawezekana walijitahidi kwa namna yoyote ili watoke katika hali waliokuwa nayo. Akajaribu kuweza kushawishi kama kulikuwa na wizara ya kilimo, kwa nini vitu hivyo viendi. Lakini Biblia inasema kwamba hakuweza kufanikiwa. Mwaka wa pili bado tatizo likawa pale pale. Daudi anajaribu hiki na kile, hamna kitu. Mwaka wa tatu Daudi akasema, hapana, kuna nini? Kwa nini tunajaribu kufanya kazi kwa nguvu zote, lakini tunajikuta tunapata vitu vichache kuliko nguvu tuliyoitumia? Biblia inasema kwamba mfalme Daudi akaamua kumtafuta Bwana, akaamua kutafuta uso wa Bwana. Alipoingia kwenye maombi, maandiko inasema ndipo Bwana akasema na Daudi ya kwamba, Daudi, jambo hilo unaliona, unaona njaa
tangia umeingia na umekalia hicho kiti cha ufalme ni kwa sababu ya Sauli. Kumbuka Sauli ndiye aliyekuwa mfalme kabla ya Daudi. Sasa Daudi anaingia kwenye ufalme baada ya kupokea kutoka kwa Sauli wakati Mungu amemkataa. Hajui maagano aliyokuwa ameyaweka Sauli wakati huu. Sauli aliweka maagano lakini akashindwa kuyatimiza yale maagano. Sasa anajikuta Daudi anarudi kwenye tatizo, anapata shida, lakini hajui chanzo cha tatizo ambalo hilo tatizo linapelekea mambo yawe magumu katika utawala wake. Njaa miaka mitatu, hajui nini kinachofanyika, hajui afanye kitu gani. Lakini kumbuka nilivyokwambia kwamba ninaongea kutambua chanzo cha tatizo. Sasa Daudi akaamua kumsaka Bwana, akaamua kumwomba Mungu. Mungu akasema na Daudi wakati huo ya kwamba jambo hili Daudi ambalo analipitia si kwamba kuna chochote, lakini ni kwa sababu ya Sauli. Kuna kitu ambacho amekifanya kilicho kinyume, ametoka kwenye maagano. Sasa mpenzi mtazamaji wangu, kuna wakati ambapo unapitia vitu lakini hujui nini chanzo cha hicho kitu. Ni vizuri sana sasa ukarudi kwenye hali ya kumtafuta Bwana ili Mungu akupe chanzo cha hilo jaribu, cha hilo tatizo unalolipata. Daudi baada ya kuingia na kuanza kuomba na kutafuta chanzo ni nini, kwa nini vitu haviendi, ndipo Mungu anamfunulia ili kujua chanzo kile kilikuwa ni kitu gani. Kumbe ni Sauli aliyekuwa ameweka maagano na baadaye akashindwa kuyatekeleza yale maagano. Kuna wakati watu mko kwenye familia mnapata shida lakini hamjui chanzo ni kitu gani. Kwa nini tuko kwenye tatizo? Bwana amenituma ili niongee na maisha yako. Yamkini hilo tatizo hujui ni namna gani limeingia. Inawezekana kuna vitu viko nyuma. Kuna wakati fulani familia iliingia kwenye maagano na baadaye wamesahau. Kumbe hivyo vitu bado vinafuatilia. Mungu amenituma niongee na wewe ya kwamba iko nguvu ya Yesu Kristo aliye hai. Damu ya Yesu inenayo mema inaweza kukutoa kwenye hilo jaribu lilionalo, inaweza kukutoa kwenye hicho kitu kinachokutesa. Maana unatakiwa kujua chanzo ni kitu gani. Inawezekana chanzo cha hilo jambo kimefanyika na wazazi wako wewe hujui, na unafikiria kwamba ni kitu cha kawaida. Umekuwa kwenye tatizo hilo muda mrefu, na unavyoendelea na hilo tatizo unaona ni jambo la kawaida. Nataka nikwambia kwamba unapoona kitu kinajirudia rudia, lazima ufike sehemu kamtafuta Bwana. Lazima ufike sehemu ukaanza kujua, kutafakari kwa nini ni jambo linaendelea na limechukua muda mrefu, alitaki kutoka. Nini chanzo cha jambo hilo? Nataka nikwambia kwamba ni vizuri kujua chanzo cha hilo tatizo. Na unajuaje hivyo chanzo cha hilo tatizo? Ni kwenda kumsaka Bwana, ni kuingia kwenye maombi, kujua Bwana, kwa nini napitia kwenye jambo hili kwa muda mrefu. Nataka nikwambia kwamba iko nguvu inaweza kutoa kwenye tatizo lilionalo baada ya kuingia kwenye maombi, baada ya kuingia kumsaka Bwana. Bwana hawezi kunyamaza. Wakati mfalme Daudi alipogundua jambo hili sio jambo la kawaida, alipoingia kumtafuta Bwana, kuna vitu vikubwa vilifanyika. Mungu hakunyamaza. Mungu akaongea na Daudi. The moment ambavyo unaendelea kumsogelea Bwana, na ndivyo Bwana anavyokusogelea wewe. Daudi alipogundua kwamba ametumia nguvu zake, ametumia namna yoyote anavyoweza. Inawezekana itumia ile wizara ya kilimo ili waweze kupata chakula, lakini yule waziri pengine aliyekuwepo wakati huo akashindwa namna gani aweze kupata ili waweze kupata mazao. Lakini baada ya kuona imeshindikana, kuna vitu ambavyo umetumia kwa akili zako, umetumia kwa nguvu zako, umetumia kwa mawazo yako, elimu yako haiwezi kutoa kwenye hilo jambo unalopitia. Pesa yako haiwezi kutoa kwenye hicho kitu unachopitia. Kama hiyo pesa ingeweza kuwatoa watu kwenye shida, basi wale wenye fedha wangelikuwa wako salama. Mnajua ambavyo leo hii dunia nzima imekuwa giza kwa sababu ya corona.
hawana namna ya kutoka kwenye hiyo shida. Madaktari bingwa wameshindwa, maprofesa wameshindwa. Ndio maana wakati wa huu sasa nimekuja kwako mpendwa mtazamaji wangu, ya kwamba wakati maprofesa wameshindwa, wakati madaktari bingwa wameshindwa, iko nguvu ya Mungu aliye hai, iko nguvu ya Yesu Kristo aliye hai. Tunapoenda kwake, yote kwake yanawezekana. Nguvu ya Yesu ni kubwa kuliko nguvu ya korona. Hata kama dunia leo haina majibu, tanikwambia kwamba majibu yako kwa Yesu Kristo aliye hai, ndiye mwenye uwezo wa kufanya. Na ndio maana pia katika nchi yetu tunamuona rais amegundua ya kwamba msaada pekee katika kutoka katika hali hii ni kumkimbilia Bwana aliye hai, ni kumkimbilia Jehova aliye hai, ni kumkimbilia Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, anayeweza kuleta utatuzi juu ya jambo hili. Na ndio maana pia tunaposoma sasa kwenye kile kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, ile sura 7 mstari wa 14, Biblia inasema kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, yani pale unapojua na unapotambua kwamba namna gani utoka ile chanzo, ndivyo unavyoweza kutoka kwenye hilo tatizo lionalo. Nataka nikwambia kwamba kuna vitu vinakutesa mpendwa mtazamaji, vimekutesa kwa muda mrefu, haujajua namna ya kutoka. Lakini nataka nikwambia kwamba tutakapoamua kumtafuta Bwana, tutakapoamua kumtafuta Jehova, Jehova hawezi kunyamaza, Jehova hawezi kukaa kimya. Kuna jambo linafanyika kwenye maisha yako, kuna jambo linafanyika kwenye ndoa yako, kuna jambo linafanyika kwenye masomo yako, kwenye biashara yako. Inawezekana wewe ni mfanya biashara na umetafuta namna ya kutoka ili uweze biashara yako. Yamkini ulianza biashara yako vizuri, lakini ulipofika sehemu fulani unashangaa biashara imeharibika. Hauwezi tena kujua ni nini kinachoendelea. Pengine biashara ilikuwa nzuri, lakini baada ya muda fulani unajikuta ile biashara haiendi kama ilivyokuwa. Tani kwambia mpenzi mtazamaji wangu ya kwamba ni vizuri kujua chanzo, kwa nini biashara hii imefika ghafla ikaenda. Inawezekana kuna nguvu za kichawi ambazo wameloga hiyo biashara, kuna watu wanafuatilia na haujajua, na msaada pekee ni kwa Yesu aliye hai.